ya dakika 90 mimi ndo nitakuwa dereva, atakuwa abiria kwa sababu ya huzuni ambayo atatoka nayo Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tumefika salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Williams ya kweli yani. Ujue mimi mzee wa mashuka sio William tena, ushapagawa. Ni wa mashuka. Ni ya kweli hayo. Kwa sasa tuseme kwamba kwanza wao wenyewe. Tumia jina la mdogo wako. Yani nitumie William. Sasa mimi naitwa Wilbert, wewe unaitwa William. Ni mule mule. Ni mule mule tu, lakini sema sasa ni kwa sababu utaweka Simba ndo utakapokuja kukosea. Kwa hiyo na maana sasa kwamba kwanza wao wenyewe wana kitete kwa sababu wao kwa nini TFF wamebadilisha katiba ya kucheza mechi moja, kwa sababu wao walijua wanakutana na Singida ili watolewe na Singida kwa sababu wanakuaga na tabia ya kutukimbia. Kwa hiyo sasa TFF akasema kwa sababu nyewe mna tabia ya kutukimbia, ya kuwakimbia Yanga Afrika, sasa hapa tunatoa mfumo ule wa mechi 4, tunabaki na moja tu kwamba kinapigwa kimoja tu basi. Kwa sasa hapo penyewe kwanza wanawalaumu. Tunasema kwamba tunaenda kuwafunga mara ya 6, na kitu ambacho kinasababisha kwamba tukafunge mara ya 6 ni kauli yao ya Mangungu, kwa sababu Mangungu alisema kwamba historia ya nyuma huko Yanga alishawahi kufungwa hata mara 10. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba kama aishatufunga mara 10, sasa tunataka tulipe zile 10 ambazo aishatufunga huko nyuma. Kwa hiyo Mangungu ndo kawachochea sisi tuweze kuibuka na ushindi kwa siku ya leo. Sasa tunahamia kwa Williams. Williams, nini ambacho unatarajia kwenye mchezo wa leo mbele ya Young Africans waliowapiga mara 5 mfululizo? Kwanza tunaenda kucheza na timu ambayo lazima kwanza tuwe tunatahadhari, pia tunaenda kwenye mchezo wa leo tukiwaheshimu Yanga. Kwa sababu unaona zaidi ya mechi 5 Yanga ameenda kuibuka mshindi kwenye mechi zote ambazo tunaenda kukutana. Lakini mimi kitu ambacho kinanipa nguvu sana ni kutokana na kuwa na kocha tumeanza naye msimu jana, japokuwa alikuta wachezaji lundo la wachezaji, yeye akija akiwa mgeni akakuta tayari uongozi umeshafanya sajili za wachezaji. Msimu huu ukiangalia tunavyoendea ni kwamba unakuta kwenye maeneo yote ambayo yalikuwa yanaonekana yana itilaf ameenda kuyafanyia mazoezi na kwenda kuwawekea watu. Kwa hiyo usajili 89% wa msimu huu ni wa kikosi, ni wa kocha mwenyewe. Kwa hiyo moja kwa moja katika yale maeneo ambayo yalikuwa na matatizo kocha ameenda kuboresha. Na kwenye kuboresha alikwenda kuboresha, umeona wachezaji aliowaleta ni wachezaji ambao wana high profile sasa hivi na wametoka kwenye ligi ambazo walikuwa wanacheza na walikuwa kama wachezaji viongozi uwanjani. Kwa hiyo hicho mimi ndio kinanipa nguvu sana, japokuwa lazima tunapoenda kucheza mchezo wa leo twende kwa tahadhari, kwa sababu tunaenda kucheza na mtu ambaye tunaweza tukasema ameimarika, kwa sababu ukiangalia performance ya msimu jana. Lakini tuliweza kuwaona Yanga kwenye Live Sport na kwenda kuwaona kwa siku ya Mwananchi, unaona ni Yanga tofauti, kwa sababu na wao pia wana kocha mgeni ambaye moja kwa moja naye anaingia. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nadhani kwa upande wangu tunaenda kucheza kwa dakika 90. Kupigana tunapigana wote, lakini mimi kwa imani yangu na Simba yetu msimu ambao tumeanza tunaenda kuchukua pointi 3 za muhimu sana kwa siku ya leo, kuanza kuliweka kombe la kwanza kabatini msimu huu. Ukiwa na asubuhi njema huko unakoenda unaenda kukabiliana vizuri. Pia tuna mechi ya kimataifa, kwa hiyo haya yanakuwa ni kama mazoezi na tunaonesha ni namna gani tumeenda kwenye pre-season nzuri. Hata ukichukua ubingwa wa Tanzania usipomfunga Yanga unaonekana sio ubingwa mzuri. Kwa hiyo ili kusudi twende na kesho njema lazima tuanze kumfunga Yanga. Japokuwa hata dabi inapoteza mvuto kwa sababu ukiangalia inaonekana sana imekuwa imebezi kwa upande mmoja. Kufungwa mara 5 sio mchezo. Sio mchezo, ni mashabiki tu ni mioyo mgumu ambayo wanaweza. Lakini mimi kwa upande wangu kwa kikosi changu na sajili ambazo tumezifanya msimu huu na imani kabisa tunaenda kwenda kushinda vita leo na kwenda kukamata kombe la kwanza msimu huu. Williams, umesema kwamba kocha Fadurahman Davis amehusika kwa kiasi kikubwa kusajili kikosi hiki. Kama mambo yataenda vinginevyo, hasa kwenye zile dakika 90 Young Africans kushinda, wa kulaumiwa moja kwa moja awe ni Fadurahman Davis? Atakuwa ni Fadurahman Davis kwa sababu kutokana na kikosi msimu huu, na pia Fad Davis ameenda kukaa na team pre-season zaidi ya mwezi mmoja. Kwa hiyo asija katuambia kwamba hana kikosi, hana ile first yake 11 ambayo anajua kabisa hichi kikosi nikianza kukiweka nini naenda kukipata, kwa sababu Fad Davis ameshaiona Yanga mara nyingi sana, pengine kwa sababu yeye mwenyewe tu ameshakishuhudia vipigo viwili kwake. Pia ameiona Yanga kwenye tamasha la Live Sport, pia hata siku ya Mwananchi nadhani. Kwa hiyo nadhani amesoma ni wachezaji gani au ni maeneo gani ambayo Yanga wana hatari, ili kusudi aende akawatafutie tiba sahihi. Ikitokea tumefungwa, nadhani kwa kikosi changu cha leo inaweza ikawa tu ni kama bahati mbaya, kama vile kunguru kumnyea binadamu, lakini kwa performance unaweza ukafungwa, lakini unaangalia hata performance ambayo imecheza. Kama mimi kwa upande wangu Simba akienda kufungwa lakini akawa na performance good ambayo kila mtu ataona kweli wanaume wameenda kupambana, mimi nadhani sitakuwa na lawama. Lakini lawama haziepukiki kwa sababu watu wachache tumombo na busara, lawama wamejaliwa wengi. Mtu yeyote yule anachohitaji yeye ni ushindi tu, lakini unaweza kuangalia ni timu ambayo imepata ushindi kwa namna gani au imefungwa kwa performance ya namna gani. Kwa hiyo kwa upande wangu kama itatokea tukafungwa lakini performance ya uwanjani ikaniridhisha, basi na imani kwamba
tunahitaji muda kidogo kwa sababu wachezaji kwenda kuunganisha, lakini mimi kwa upande wangu siamini kabisa leo swala la kufunga. Nadhani sio rahisi na pia inaweza isiwezekane pia. Sawa, tuhamie kwa Wilbard mzee wa mashuka. Romain Folz, kocha mgeni ndani ya ligi ya NBC na ngao ya jamii ndio hiyo mbele ya Simba Sports Club. Kama matokeo yataenda vinginevyo, utakuwa ni ugeni wa Romain Folz ndani ya kikosi cha Young Africans? Hapana, kwa sababu kiangalia Yanga kila kocha mgeni aliyekuja ameifunga Simba. Hakuna kocha mgeni ambao alishaikuja hapa akashindwa kuifunga Simba. Kwa hiyo tunasema kwamba utakuwa ni muendelezo wa makocha wengine waliopita, kwa sababu alivyotua hapo pale alipewa CD za makocha wengine waliyepita kwamba bwana angalia makocha wengine walichokifanya. Kwa hiyo sasa kwa kocha mgeni nadhani kwamba nitakuwa changamoto nzuri ya kwenda kumfunga Simba, kwa sababu ndio tutajua kwamba sasa kocha amekuja na mbinu gani ya Yanga Afrika na kwamba na huko mbele tunaenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo tukisema kwamba huko kocha mgeni itakuwa hivi na hivi, hapana. Akiwemo wenyewe wanajua kwamba makocha kwenye msimu uliopita wamepita kama makocha watatu na kila mmoja akamfunga Simba. Kwa hiyo nasema yote kwa yote ataenda kuibuka mshindi na tutaenda kufurahi wana Yanga, kwa sababu tunajua kikosi chetu kiko vipi. Hata ukitoa wachezaji ambao ni wageni, toa wasajili wapya, walokuepo wa zamani wote ni wanatosha sana kumfunga Simba, hata magoli yote wanaoyataka wao. Kwa sababu ukiangalia kikosi tulichokuwa nacho kilichomfunga Simba goli 2, wote karibu wapo wameondoka tu wachezaji wawili ya Aucho na Ziziki tu peke yake. Japokuwa Ziziki mechi ya mwisho hakucheza, lakini kwenye kikosi cha kwanza wameondoka wachezaji hawa Aucho na Ziziki. Kwa hiyo wote walokuepo wote wapo. Kwa hiyo nasema kwamba yote kwa yote sisi tuna advantage kubwa sana ya kumfunga Simba kwa mara nyingine ya 6. Na umesahau kwamba na wenyewe pia wamefanya usajili, wana maingizo. Usajili walofanya ni wa kujenga timu. Usajili walofanya sio wa kuja kushindana. Kama kuja kushindana labda waache hiki kikosi kije kuleta ushindani msimu unaokuja au msimu miwili na ukuja. Lakini kwa kusema kwamba yani baada ya ligi kuisha unatoa wachezaji 30 unaleta 30 ni kuona kwamba hakuna kitu unachokijenga. Sisi tumetoa wachezaji, tumetoa wachezaji wachache, tumeingiza wachezaji wachache. Ina maana sasa sisi tunarekebisha pale tulipopabomoa. Tumebomoa hapa na tupajenge. Lakini sasa wao hata sehemu zingine zilizobomolewa bado hazijajengwa. Kwa kumalizia tu, mchezaji gani wa wekundu wa Msimbazi leo inabidi apewe jicho sana na kikosi cha Young Africans? Kwa Yanga hii ilivyokuwa hakuna mchezaji wa kumuogopa, kwa sababu kiangalia wote nimewaangalia kwenye mechi ya ngao ya jamii, yani eti ngao ya jamii kwenye kitchen party yao ile kitchen party. Kwenye kitchen party nimeangalia kwa hakuna mchezaji ambaye anaweza kanitisha mimi Yanga Afrika, lakini wenyewe wanajua kabisa baada ya ile tamasha la Yanga kuisha, wenyewe walijua kabisa kwamba Yanga ana timu. Lakini wao walianza kusema kwamba sisi bado tuna mapungufu mengi na tuna kipindi kigumu sana kwa ajili ya kuiandaa timu. Na wewe mwenyewe ni mwandishi na una data zote za Yanga na za Simba. Kwa hiyo wenyewe wanakuambia bado tuna safari ndefu. Ila sisi Yanga tunakuambia kwamba wao wenyewe wana kile wanasema kwamba Yanga ana kikosi. Kwa hiyo tunasema kwamba yote kwa yote sisi Yanga bingwa. Tunapiga kichwani. Sawa, Williams, leo mnapigwa kichwani. Unakubaliana na hilo, na ni mchezaji gani hatari wa kikosi cha Young Africans leo inabidi apewe macho sana? Sumu hata kama iki-expire haina maana kwamba unaweza kuifanya chumvi kwenye chakula. Sumu ni sumu tu. Lazima twende tukaiogope. Na bado tupo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na hii ndio hali ambayo naona mashabiki wale ambao wanajiongea kuja